Hello guys, habari za wakati huu, nataka kwamba mnafanya vizuri. Okay, video hii hapa inaelezea namna gani ambavyo unaweza ukajoin kwenye trading hubs za sports hasa kwenye upande wa live signal. So unajua kipengele hiki hapa kinasaidia sana kwa wale watu ambao wanakuwa na activities nyingi, wanashindwa namna gani ya kufanya trade. So ukisha join kwenye hizi hub, maana yake automatic zile trade ambazo mentor atakuwa anazifanya kule automatic zinakuwa kwenye roboti zako, zinakuwa zinaingia automatic. So inasaidia sana kwa wale watu ambao wanakuwa wana kazi nyingi za kufanya, hawana muda wa kuseti signal na wanatamani kuwa na trade single shot. So moja kwa moja nitaenda hapa kwenye trading hubs hapa hivi. So nitabagusa, ukibagusa hapo utaona hapa kuna spot market, lakini pia kuna future market. So moja kwa moja mimi nitagusa spot market. So nichagulia spot market hapo hivi, nitafunge vizuri, bilia ifunguke vizuri. So kishafunga vizuri, mimi moja kwa moja nitaenda kwenye live signal. Kwa nitagusa kama ni blue, copy trading unaona hapa ni blue. So hakikisha unagusa live signal hii hapa pembeni ya copy trading. So ukishaigusa itaonekana hiyo ifunguke. So itaonekana hivyo. Kwa ukishaigusa hapo itaonyesha red hapo kwa juu, itaonyesha red hii. Sasa hizi hapa ni ndo trading hub zenyewe ambazo zinakuwa kama mfumo ni watu wa mentors. Kuna huyu hapa Volatile Hunter, na huyu Shepherd Hubs, kuna Jonchi Lili, kuna Fanya Auto Live, kuna Master Trades, kuna Live Trading, lakini pia kuna Standard Score hapo wengi. Sasa vitu vya kuzingatia unapotaka kujoin hizi hubs, kwanza kabisa unaangalia first buy amount. First buy amount unaiangalizia hapa hivi. Kwa first order amount maana yake hichi ni kiasi cha kidogo. Hichi ni kiasi ambacho ndo unaanza nacho kwenye kupress order. Ukianza na ukijoin kwenye hii hub ya huyu jamaa ambaye anajiita Volatility Hunter. Kwa maana yake kiasi ambacho kitakuwa kinatumika kwenye kila trade kitakuwa ndio $30 kwenye kila trade. Nakumbuka hapa ni single shot wala sio cycle. Lakini kitu kingine cha kuzingatia ni asilimia ambazo mtakuwa mnagawana kwenye kila faida ambayo utakuwa unatengeneza. Profit sharing huyu jamaa nayo kubwa ni asilimia 3.20. Ni kiwango kikubwa sana. Unaona? Ni kiwango kikubwa sana. Lakini kwenye hii $30, kuna hii $30 kianzio cha kwenye kila trade itakuwa inategemeana na mtaji ambao wewe uko nao. Kwa hiyo watu ambao wana mtaji mkubwa, maana yake na washauri wachague hubs ambazo zinakuwa za first buy amount kubwa. Kwa kama mtu ana mtaji dola 1000, maana yake wewe hata ukiwa unatumia first buy amount kuanzia $30, dola 50, kwa kweli inakuwa ni perfect, kwa sababu itasababisha utengeneze kiasi kikubwa cha cha faida, na mzunguko wako kwenye biashara utakuwa ni mkubwa ukilinganisha na ukiwa na mtaji dola 1000 lakini pia ukiwa unatumia first order amount ya $7. Kwa hiyo itakuchelewesha. Kwa hiyo na suggest ushauri wangu ni kutumia first buy amount kubwa, kwa sababu hizi hubs ni moja kufuatilia, ni zinatoa sana kwenye single shot, zinatoa sana trade hazikai muda mrefu, kwa sababu hawa mamenta wanakuwa wanajua kile ambacho wanakifanya sokoni. So ukiangalia huyu wa pili Shepherd Hubs, yeye ana $7, ana $7, ana $7 yapo $7 hii. Kwa kama unataka dola 100, dola 50, dola ngapi, dola 20, unaweza kutumia hiyo $7. Profit sharing yake unaona ana dola ana 2%. Na kila unachokuwa unatengeneza lazima nakata 2%. Kwa kuna dola 15, dola 15, dola 10, dola 10. Sasa kwa wale ambao wana mitaji midogo
Hebu cha kwanza kabisa ujaribu kutafuta yule ambaye profit sharing yake inakuwa ni ndogo, 1% inakuwa ni nzuri. 1%, yaani 1%. Profit sharing huyu anao kubwa, mfano kama huyu first order amount $100 ni sawa, lakini profit sharing yake ni kubwa. Maana yake kila ambacho tutakuwa tunatengeneza atakuwa anakata 5%. Unaona kabisa hela kubwa. Kama unatengeneza $100 kama faida, yeye atakuwa anachukua $5 kwa kila $100 yako ambayo unatengeneza. Unaona dola hela nyingi, ndipo ni ngumu sana kwa mteja $100 kutengeneza $100 kama faida. Labda kama itakuwa kwa mteja, yani kuweka first order amount ya $100 afu kutengeneza $100, maana coin ile pande kwa 100 bado juu. Ni ngumu. So tafuta zile ambazo zina kifua, kama unataka utumie $15 kama first order amount, lakini profit sharing yake huyu jamaa ana 100 ni nzuri. Kwa ukiwa na mtaji kuanzia $10, mtaji kuanzia $50, nitakushauri first order utumie kuanzia $10 kushuka chini. Kuanzia $10 kushuka chini, kuanzia $10 kushuka chini. Kwa mfano kama ukiwa na $50 au chini ya $100, unaweza ukachagua first order amount ya kuanzia $10. Sasa hapa mimi nataka nikuoneshe na magani ambayo unaweza uka join hubs, lakini pia uka leave hubs. So mfano nataka ni join hub Signal hivyo. Ukifanya hapa nataka ni join ya huyu jamaa Volatile Hunter, utakuja hapa kwenye view, ukigusa hapa hivi itafunguka. Ukifunguka nitagusa hapo sehemu ambayo imeandikwa join hub. Ukigusa sehemu ya join hub, unaangalia kiasi cha first order amount, maana yake hiki ni kiwango ambacho kitakuwa kinatumika kuanzisha trade husika. Chini ya hapo trade haiwezi kuwa placed au order haiwezi kuwa placed, au above hapo trade haiwezi kuwa placed au order haiwezi kuwa placed. Kwa hivyo kwa mfano kama hapo hii ni $30. Kwa hii kwa mteja kuanzia 100 kwenda juu unaweza kaitumia, lakini kuanzia uitumie kama unamteja kuanzia $500 au $200. Sasa $200 kwenda hadi 500 hadi 1000. Lakini huyu jamaa number of trade ambazo zinaweza zikarani kwenye hubs yake ni 10, maximum ni 10. Kwa chini ya 10 sawa, lakini za nyingi ni 10. Kwa maana yake kama zinaweza zikaingia 1 2 3 4 5 6 7 8 mpaka 10. Ikifika hapo itatibia kama zitakuwa zinauzwa, nyingine zitakuwa zinaingia, lakini hazitazidi trade 10. Naona, lakini pia kuna sheria hapa hivi. Ukitaka kujoin hub lazima utiki box kama vyote. Utatiki kisha kwanza ya pili, ya tatu, ya nne. Kisha tiki uta join, uta confirm join. So ukigusa hapo hivi tayari utakuwa umefanya hivi, umejoin hubs. Itakuwa join hapo inatafuta, tayari utakuwa umejoin hub. Sasa bado inarudi. Lakini kabla sija kuelekeza vitu vingine, unaona hapa hivi first amount, capital per trade. Manake ukiwa na first amount kwa first amount ya $30 kwa trade 10, manake ni 10 mara 30, manake ni kama 300.
kama 300, kama 100 ngapi, kama 300, kama. Lakini huyu jamaa capital per trade yake, capital per trade maana yake ni kwamba trade huyu jamaa ni 10 ndo ambazo ana offer, lakini first order amount yake ni $30, lakini capital per trade, yani capital kwa kila trade moja ni $240. Maana hapa tunategemea jamaa atakuwa na kitu ambacho kinaitwa margin call, na margin call zake ni margin call zilizopungua 7. Maana yake nikichukua 7 mara 3 napata $210, lakini 210 nikijumlisha kwa ile first order amount kujumlisha ile $30 napata $240. Kwa maana yake huyu jamaa trade zako 10 ziwe completely kama zitakuwa zimeingia kwenye floating loss na zote zile margin call zote zitakuwa zimenunuliwa, maana yake unachukua ni 2,100, itakuwa 2,400 kwa trade 10 zote na margin call zote 10 zikiwa zime, na trade 10 zote zikawa zinafanya zikawa zina run sokoni na margin call zote zikawa zinafanya hivi zimenunuliwa. Lakini kumbuka profit share ni kwamba kila faida ambayo utakuwa unatengeneza jamaa atakuwa anatumia, atakuwa anachukua nani, atakuwa anachukua 3%, 350. Kwa hiyo ni kitu ambacho natakiwa ukizingatie sana kwenye mambo ya profit sharing. Chukua yule mtu ambaye anakuwa na profit sharing ndogo, chukua yule mtu ambaye atakuwa na profit sharing ndogo, umchague yule ambaye atakuwa na profit sharing ndogo. Ukishindikana, basi utakuwa unachukua yule ambaye ana profit sharing kubwa, lakini jaribu kutafuta yule ambaye ana profit sharing ndogo iwezekanayo. Kama first order amount labda wote wanaopa $30, ukimbilie kuchukua yule ambaye profit sharing yake inakuwa ni ndogo kuliko mwingine. Huo ndio ushauri wangu. Kwa sababu ukitaka kujua kama umejoin hubs, utakuwa unakuja hapa kwenye live trade, ukipagusa hapo, ukipagusa hapo, ukipagusa hapo, hiki kitu hiki ndio kitaonyesha kama kama umejoin trade. Hiki hapa, hiki ambacho kinazunguka hiki, ukiona kinazunguka ukiona kinazunguka hiki hapa hiki, unajua tayari umefanyaje, umesha join kwenye hiyo hubs ya jamaa. Kwa hapo kuna hii hub master is scanning for the perfect trade. Kwa hiyo jamaa akiweka tu na trade kule kwenye robot lake, na automatic kwenye robot lako, robot ita execute trade automatic. Hii ndio maana ya Royal Plus Trading Bot, maana yake trading zinafanyika ki automatic. Mentor akipress trade kule na wewe kwenye robot lako, hub master ina scan na ina execute ile trade ambayo jamaa amepress, kwa inakuwa ni hivyo. Lakini ukitaka kurivu hii nani, hii trading hubs unazokifanya, utakuja hapa kwenye utakuja hapa kwenye trading hubs, utakuja hapa kwenye trading hubs hapa hivi. Ukitaka kurivu hii hubs utakuja kwenye spot, spot, lakini pia utakuja hapo kwenye live signal, kwenye live signal hapo utagusa kwenye live signal, utasubiria hapo irodi, utasubiria irodi hapo. Kisha rodi unakuja kwenye ile ambayo utakuwa umejoin, itakuwa inaonekana mwanzo kabisa. Kwa mfano kama hii hapa join, unagusa hapo pameandikwa join, ukishapagusa unagusa hapa juu hivi kwenye hivyo viraini vitatu. Kwa ukigusa hivi viraini vitatu, unaona hapa juu kuna sehemu imeandikwa leave hubs hapa hivi. Kwa mimi nitagusa hapo leave hubs, then nitagusa tena hapa chini leave hubs, nitakuwa tayari nimelive. So utalive hubs pale ambapo utaona labda hubs haifanyi vizuri, labda huoni matokeo yani trade
labda inakaa muda mrefu bila ku execute trade, labda hivyo mental labda muda mwingi ha press trade, kama unaona kama hubs zilichangamka, nataka ulive tafute hubs nyingine, kwa hapo tayari nitakuwa nishalive. Tayari kama umelive kurudi hapa kwenye live trade, ili hub scanning master hautaikuta tena ile kitu ambacho kilikuwa kinaonekana hapa kama kina scan, utakuta tena kwa sababu hapa irodi uone uone kama itakuwa. So ukiangalia hapa hakipo, iko maeneo kama haya hapa hivi, haipo tena. So hapo najua maripo hubs imeshalive hubs. Okay guys, naona kama mtu kama umeelewa namna join hub, namna kulive hub, namna kuzingatia vitu gani ndio kuzingatia ikiwa nataka ku select hubs. Nishakwambia first order amount, lakini pia lazima uzingatie report sharing, kwamba kile kiasi ambacho mtakuwa mnagawana na wewe mentor kutengeneza faida kiasi fulani, kwamba mentor yule atakuwa anachukua kiasi gani. Tafuta yule ambaye ana kiasi kidogo ambacho mtakuwa mnagawana, kama kutengeneza dola 100 ile profit sharing percent, kama kutengeneza dola 100 atakuwa anachukua basi 100. Tafuta yule ambaye ana ndogo, usikimbie yule ambaye ana nyingi. Kwa kama wote wana first order amount ya dola 10, usikimbie yule ambaye ana profit sharing ya dola 2, kimbia yule ambaye ana profit sharing ya dola 1, kwamba bana kutengeneza dola 1 yatakuwa anachukua 100, ukilinganisha na yule ambaye kutengeneza dola 1 anakuwa anachukua 200. Kama utakuwa unapata kidogo, So profit sharing kitu cha msingi, lakini first order amount na kile kitu cha msingi kitakuwa kina kuongoza wewe kuchagua hubs kulingana na mtaji wako hivyo. Okay guys, na mimi hapo utakuwa umeelewa. Kwa wakati mwema, asante, bye.